Huzuni na simanzi kubwa vimetawala katika eneo hili la Chaani Masingini kufuatia kifo cha Bi Fatuma, mama mzazi wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi. Kwa niaba ya viongozi wote wanawake kwa tawala za mikoa, tunampa pole mwenzetu. Na kiukweli kafanya kazi kubwa sana kumstiri mamake. Ugonjwa huu ulikuwa wa muda mrefu, lakini pamoja na majukumu yake bado aliweza kutimiza majukumu kama mtoto kwa mamake. Na mpaka jana limetokea mauti, tumeshukuru alhamdulillah. Lakini kama kiongozi manake yote mawili ya kwake. Leo kumstiri mzee wake, lakini baadaye kuendelea na majukumu yake. Na sisi wenzake tupo kumsaidia. Na nadhani sisi tu viongozi, wananchi wote wa Mkoa Mjini Magharibi walikuwepo hapo kuonyesha kwamba msiba wa mzazi wa kiongozi wao na wao ni wa kwao. Kwanza kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini Unguja, tunachukua nafasi hii kumpa pole sana kiongozi wetu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, bosi wetu. Tulipopata tu taarifa hii tokea jana usiku, tulikuwa naye tukishirikiana kwa ukaribu sana katika kuhakikisha tunamhifadhi mzee wetu huyu ili abaki salama, na mpaka leo muda huu wa saa 4 tumemuhitimisha. Tunachukua nafasi hii pia kuwaomba sana familia wajitahidi kukamatana, wamuombee sana marehemu wetu, mama yetu huyu, ili azidi kupata baraka na rehema huko anakoenda. Tulikuwa naye Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, ameshirikiana nasi kwenye msiba huu pamoja na viongozi wengine wa mikoa jirani, mkoa wa Kusini, kwa ajili ya kuhakikisha tunashirikiana kwenye tukio hili ambalo ni msiba lakini ni faraja kwa wafiwa wetu. Tumepokea taarifa ya msiba wa mama yetu, na kwa kweli umetugusa sana zaidi ya sana, hasa hususan mimi kwa sababu ni jirani na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni mtu wangu wa karibu sana. Na tunashukuru sana alhamdulillah, Mheshimiwa kajitahidi sana, kama ni pepo basi tunaitarajia kaipata. Kajitahidi sana zaidi ya sana, kutokana na amemshughulikia sana mamake, kamuuguza na amekwenda mbio sana zaidi ya sana kwa kumshughulikia mamake. Kwa kweli msiba umetugusa tena sana zaidi ya sana. Tunamuombea alipotangulia, inshallah Mwenyezi Mungu ampe jannat. Bi Fatuma ni kaolewa na mwanetu. Pamoja na kwamba mimi ni mwana kijiji, lakini tulifungishana ndoa. Kaolewa na mtoto wa dada yangu Fatima Alisilima, ambaye na mimi Bakari Alisilima. Lakini kwa vile ni mkubwa, anaweza kusema kwamba ana cheo cha mkwe, lakini pia ana cheo cha mlezi wangu, kwa maana wakati huo mimi niko mdogo na alitulea Kikwajuni na tumeshinai kwa vizuri mpaka hapa kwamba alipohitimishwa, basi tumeshinae na ametuachia kumbukumbu nzuri sana. Mbali ya kwamba kizazi kikubwa alichokiacha, lakini na ule bashashi yake na malezi yake na busara zake zimetuwezesha kwa kiwango fulani tufike hapa. Ni kwenye familia aliyekufa ni dada yangu. Kwa hiyo tumepata msiba mkubwa, lakini ni kazi yake Mungu. Kwenye familia ilikuwa ni mtu muhimu sana dada yetu. Kwa hiyo tumeondokewa na mtu ambaye kiungo kwenye familia. Ni mtu mwenye huruma, alafu ni mtu wa karibu. Alikuwa anatupenda sana dada. Tutakumbuka kwa mengi. Kwanza alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa karibu, anakuja kwenye familia, tunakwenda nyumbani kwa mapenzi. Ni ambaye mtu ambaye kajipangia, anakuja nyumbani baadhi ya siku anatulia shamba kama wiki mbili, alafu ndo ndipo anarudi nyumbani.
Kwa hakika kila nafsi itaonja mauti. Hizi ni ripoti za ASAM. Mimi ni Zakaria Danieli, nyuma ya kamera ni Jabir.